Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuitazama mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya soka ya Simba na klabu ya soka ya Yanga kuelekea msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026-27, ambapo vilabu hivi tunaona ndio vilabu pekee viwili ambavyo vitakwenda kutuwakilisha katika michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa mwaka 2026-27, ambapo tunashuhudia klabu ya soka ya Simba wanafanya sajili, klabu ya soka ya Yanga wanafanya sajili. Sasa siku ya leo tutakwenda kutazama ile orodha ya wachezaji wa kigeni ambao mpaka hivi sasa wapo ndani ya klabu ya soka ya Simba na ile orodha ya wachezaji wa kigeni ambao wapo ndani ya klabu ya soka ya Yanga. Ikumbuke sheria inayosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF inasema kila klabu ambayo inashiriki ligi kuu basi watatakiwa kusajili wachezaji 12 tu wa kigeni, ni kutokana na kuwapa nafasi zaidi wazao kuweza kusajiliwa na kuweza kuitumikia vilabu hivi ili kuweza kutengeneza timu ya taifa nzuri. Kwa hiyo tunaona Simba wamefanya sajili za wachezaji wa kimataifa, Yanga wamefanya sajili za wachezaji wa kimataifa, lakini sasa tutakwenda kuangalia ile orodha kamili ya wachezaji upande wa Yanga ambao wapo mpaka sasa na upande wa Simba ambao mpaka sasa ikiwa ni idadi ya wachezaji 12. Pasipo kupoteza wakati, ngoja tukaangalie sasa ile orodha ya wachezaji wa kigeni ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Mchezaji wa kwanza wa kigeni ndani ya klabu ya soka Yanga ni golikipa Djigui Diarra, ambapo tunafahamu Djigui Diarra ni golikipa mwenye uzoefu mkubwa ambaye yupo Yanga kwa misimu mingi, ambapo tunashuhudia golikipa huyu anatokea katika taifa la Mali. Mchezaji wa pili wa kimataifa ndani ya klabu ya soka ya Yanga ni Yao Otoula Kwasi. Tutafahamu Yao Otoula Kwasi ni mchezaji ambaye anatokea katika taifa la Ivory Coast akiwa anacheza eneo la fullback namba 2. Mchezaji wa tatu ni Shadrack Kiboka ambaye anacheza eneo la fullback namba 3, ambapo Shadrack Kiboka anatokea taifa la DR Congo. Mchezaji wa 4 ni Duke Abuya, ambapo tunafahamu Duke Abuya ni mchezaji kutokea katika taifa la Kenya akiwa anacheza eneo la kiungo katikati namba 6, namba 8, ana uwezo mzuri wa kucheza. Lakini mchezaji wa 5 wa kigeni ndani ya klabu ya soka Yanga ni mchezaji Laurando Depu, mchezaji kutokea katika taifa la Angola, ambapo Depu anacheza katika eneo la mshambuliaji, lakini kuna uwezekano mkubwa mchezaji huyu akauzwa akatafuta mshambuliaji mwingine, lakini mpaka sasa Depu ni mchezaji wa kimataifa ndani ya klabu ya soka Yanga kutoka taifa la Angola. Mchezaji wa 6 ni Max Nzengeli, pia mchezaji mwenye uwezo wa kucheza namba tofauti tofauti uwanjani, hususan katika eneo la katikati pembeni, ambapo Max anatokea taifa la DR Congo. Mchezaji wa 7 ni Alan Okello Starboy, huyu ni mchezaji ambaye anacheza katika eneo la kiungo namba 10, winga namba 7. Alan Okello anatokea taifa la Uganda. Mchezaji wa 8 ni Housen Zakwan. Housen Zakwan ni mchezaji ambaye anatokea katika taifa la Komoro, ambapo mchezaji huyu tunaona ni mchezaji mpya ambaye Yanga wameweza kumsajili. Mchezaji wa 9 ambaye ni mchezaji wa kigeni ndani ya klabu ya soka Yanga ni Peter Shalulile, usajili ambao umetikisa nchini Tanzania msimu huu, ambapo tunashuhudia Peter Shalulile anacheza katika eneo la mshambuliaji namba 9 akiwa anatokea taifa la Namibia. Mchezaji wa 10 ni mchezaji Albert Kagwanda. Huyu ni mchezaji ambaye anatokea katika taifa la Zambia, ambapo mchezaji huyu tunaona Albert Kagwanda ana uwezo mkubwa wa kucheza winga wa pembeni. Na mchezaji wa 11 ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Cheikh Ibrahim Toure, ambapo Cheikh Ibrahim Toure ni mchezaji ambaye anatokea katika taifa la Senegali, ambapo mchezaji huyu tunaona ana uwezo mkubwa wa kucheza winga wa pembeni. Kwa hiyo ni mchezaji wa 11 wa kimataifa ndani ya Yanga Sports Club, lakini mpaka sasa Yanga hawajamtambulisha mchezaji wao namba 12 wa kimataifa, kwa sababu Yanga bado wanaendelea kufanya sajili ya mchezaji mmoja wa kimataifa ambaye atakuja kucheza eneo la katikati. Hiyo ndio orodha ya wachezaji 11 mpaka sasa wa kimataifa ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Turudi sasa katika orodha ya wachezaji wa kimataifa ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Mchezaji wa kwanza wa kimataifa ndani ya klabu ya soka ya Simba ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Djibila Kasali, ambapo Djibila Kasali ni golikipa namba 1 wa klabu ya soka ya Simba akiwa anatokea taifa la Niger. Mchezaji wa pili wa kimataifa ndani ya klabu ya soka ya Simba ni Alassane Maodo Kante. Huyu ni mchezaji ambaye anatokea
katika taifa la Senegali, ambapo mchezaji huyu tunaona anacheza katika eneo la kiungo wa katikati. Na mchezaji wa tatu wa kimataifa ndani ya klabu ya soka ya Simba ni Clatous Toto Chama Jeyara Mwamba Lusaka, ambapo sisi tunafahamu Chama ni mchezaji kutokea katika taifa la Zambia ambaye amekuwa akicheza katika eneo la winga wa pembeni. Lakini mchezaji wa nne wa kimataifa ndani ya klabu ya soka ya Simba ni Ismail Toure. Ni mchezaji anayefahamika kwa jina la Anicet Aura, ambapo Anicet Aura ni mchezaji ambaye anatokea taifa la Ivory Coast akiwa anacheza katika eneo la winga namba 7. Na mchezaji wa tano wa kimataifa ndani ya klabu ya soka ya Simba ni Ismail Toure. Huyu ni beki wa katikati ambaye naye pia anatokea katika taifa la Ivory Coast. Mchezaji wa sita ndani ya kosti ya timu ya soka ya Simba wa kimataifa ni Rushaine De Reuck. So tunafahamu Rushaine De Reuck ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa akiwa anatokea taifa la pale nchini Afrika Kusini akiwa anacheza eneo la beki wa katikati, pia ni team captain msaidizi wa klabu ya soka ya Simba. Mchezaji wa saba wa kigeni ndani ya klabu ya soka ya Simba ni Libase Gueye. Huyu ni winga hatari kabisa ambaye anatokea katika taifa lile la pale Senegali, ambapo mchezaji huyo anaweza kucheza vizuri winga namba 7. Na mchezaji namba 8 wa kimataifa ndani ya klabu ya soka ya Simba ni Innocent Leomba. Huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri sana ndani ya kosi wekundu wa Msimbazi akiwa anatokea taifa la pale Jamhuri ya Kongo, ambapo mchezaji huyu tunaona anacheza eneo la kiungo namba 10. Na mchezaji namba 9 wa kimataifa ndani ya klabu ya soka ya Simba ni Ibrahim Dombia. Huyu ni mshambuliaji ambaye Simba wameweza kumsajili, ama ukipenda mwite Victor Osimhen, ambapo mchezaji huyu Dombia ni mchezaji ambaye anatokea taifa la pale Mali. Lakini mchezaji namba 10 wa kimataifa ndani ya klabu ya soka ya Simba ni Keleso Makigwala. Keleso Makigwala ni mshambuliaji wa klabu ya soka ya Simba ambaye anacheza eneo la winga wa pembeni, ambapo amesajiliwa akiwa anatokea taifa la Afrika Kusini. Mchezaji wa 11 wa kimataifa ndani ya klabu ya soka ya Simba ni mchezaji Mohamed Bajaba, ambapo Mohamed mchezaji anafahamika kwa jina la Ibrahim Jaba, ambapo Ibrahim Jaba ni mchezaji ambaye anatokea katika taifa la Nigeria ambaye anacheza katika eneo la kiungo wa katikati, yani kiungo namba 8. Na mchezaji namba 12 wa kimataifa ndani ya klabu ya soka ya Simba ni Elimpanzu Kibisawala. Huyu ni winga hatari akiwa na uwezo wa kucheza tafusi namba 9 akiwa anatokea taifa la DR Congo. Kwa hiyo tunaona hiyo ndio orodha ya wachezaji 12 wa kimataifa ndani ya klabu ya soka ya Simba, huku jina la Kante likitajwa kwamba huenda likaondolewa na Simba wakaweza kumsajili kiungo mkabaji mwingine mpya. Kama alitoondolewa, basi hiyo ndio orodha wachezaji wa kimataifa ndani ya klabu ya soka ya Simba 12. Kwa hiyo tunaona Simba na Yanga wameweka mchanganyiko wa mataifa tofauti tofauti hapa barani Afrika, ambapo tunashuhudia mataifa mbalimbali yamekuwa kivutiwa kuja kucheza soka la Kitanzania. Tuambie neno la comment kwa upande wako. Je, ni upande gani ambao una wachezaji wazuri zaidi wa kimataifa? Je, ni upande wa Simba ama Yanga? Toa maoni kwenye comment na sisi tutakuja kuyasoma.